kupeleka ng'ombe na punda ambazo wana wa Israeli walikuwa nazo. Lakini unakuta mahali hapa ni kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wametenda dhambi. Na wakati walitenda dhambi, Bwana alipotazama yale ambayo walikuwa wanafanya, kwa sababu Mungu alikuwa amesema ya kwamba wasije wakatumikia miungu mingine. Unakuta ya kwamba wana wa Israeli walienda mahali pale, wakaweza kutumikia miungu mingine, miungu ya Baali na Ashera. Na tunakuta ya kwamba Mungu aliweza kukasirika na akaweza kuwatia mikononi mwa Midia. Na wa Midia wakafanya kazi hii kama vile Mungu alivyokusudia kuifanya. Waliweza kuwagadamiza kwa njia kuu. Unakuta ya kwamba mashamba yao, chochote walicholima, iliweza kubebwa na wana wa Midia. Ng'ombe zao ziliweza kubebwa, na mambo haya yote yalikuwa ikiwaangamiza na wakawa katika hali mbaya. Unaposoma katika mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba, nipe mstari wa 5, wa Midia hao walikuja kwa mfano wa nzige, ambapo waliweza kufamia Israeli, na ikawa ya kwamba hawakuwa na nguvu, hawakuwa na uwezo, hawakuwa na tamaa ya kuishi tena. Unakuta ya kwamba waliweza kuishi katika mapango, ikawa ya kwamba waliweza kugandamizwa. Na unakuta ya kwamba neno la Bwana linasema ya kwamba they come with their livestock and their tent like swarm of locusts. Ati ya kwamba walikuja katika mfano wa nzige. Kwa wingi wao, ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu. Hivi ndivyo wa Midia waliweza kufamia wana wa Israeli. Ikawa ya kwamba hawakuwa na space katika nchi yao, ya kwamba wamegandamizwa na wamefinyiliwa. Na ikawa katika moyo wa wana wa Israeli wakijiuliza maswali. Na hapa ndipo nataka uone ya kwamba wana wa Israeli waliweza kumulilia Bwana. Katika mstari wa 7 tunaona ya kwamba katika mstari wa 6 tunaona Waisraeli wakimulilia Bwana. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomulilia Bwana kwa sababu ya Wamidia. Tunaona ya kwamba wana wa Israeli kwa sababu ya mateso haya na jinsi ambavyo walikuwa wamegandamizwa, waliweza kumulilia Bwana. Hivyo ikawa ya kwamba Bwana aliweza kuwatazama na kuwahurumia. Na hapa ndipo tunaona kwamba Mungu aliweza kutuma nabii, ama aliweza kutuma malaika aweze kuzungumza na Gideoni. Na hapa ndipo tunaona akimtokea na akimwambia ya kwamba mstari wa 12 na 13. Hapa ndio tunaona akimwambia kwamba when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said to the Lord when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty man, mighty warrior. Mimi nashangaa na ninaona ya kwamba mahali hapa malaika anakuja na anaita Gideoni shujaa. Lakini anapomuita Gideoni, kumbuka ya kwamba Gideoni alikuwa amejificha. Hata ile kidogo ambao alikuwa ametoa katika shamba yake, hangeweza kupepeta kwa wazi, hangeweza kupepeta katika njia iliyokuwa sawa. Lakini aliweza kujificha ndani ya nyumba na diposa aweze kupepeta, kwa sababu kama Wamidia wangeona akipepeta ile ngano, wangeweza kuja na kuweza kuichukua. Na hapo ndipo dhimu yetu inakuja, ambapo Gideoni akiuliza huyu malaika, kwa sababu yeye alimuita shujaa. Ndipo tunaona ya kwamba alimuuliza ya kwamba, why has all this happened to us? Gideoni akamwambia, Bwana, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yanatendeka? Mbona mambo haya yametupata? Hivi ndivyo katika hali zetu sisi. Pengine kuna mambo ambayo umeyapitia, kuna mambo ambayo umejaribu, lakini unakuta ya kwamba huwezi endelea. Unakuta ya kwamba yamekugandamiza na hakuna jambo ambalo linafaulu. Unakuta ya kwamba umeomba, umeweka imani yako vizuri, lakini unakuta ya kwamba mambo yale ambayo yanatokea inakuwa ni ngumu na inakuwa ni hauna uwezo wa kustahimili ile hali. Lakini unakuta katika hali hii ndivyo Gideoni alivyokuwa.
alikuwa amejificha, na malaika wa Bwana anakuja mahali hapa na anamuita shujaa. Akaweza kushangaa na kuuliza, kwa nini mambo haya yanatendeka? Kwa nini mambo haya yametokea? Na Mungu wetu yuko. Akawa ana complain kwa Mungu, akawa akicomplain kwa malaika, na akawa ya kwamba anauliza, where? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema? Hapa ndio nataka uone ya kwamba wakati Gideoni alipokuwa akiuliza, wapi matendo yale? Wapi yale matendo ya ajabu? Kwa sababu aliweza kujiuliza, kama Mungu huyu tunaambiwa na mababu zetu ako na nguvu na hata ana uwezo, ako wapi wakati huu tunapogandamizwa? Ako wapi tunapofinyiliwa? Lakini naamini na najua ya kwamba Mungu ni mwaminifu nyakati zote, wakati tuko katika shida, wakati tuko katika mazuri. Kwa sababu mahali hapa tunaona ya kwamba malaika wa Bwana aliweza kumwambia ya kwamba wewe ni shujaa. Hata katika hali yako hiyo, katika ile hali umegandamizwa na umefinyiliwa, nataka kukuambia mchana huu wa leo, Mungu anapokutazama anakuona kama shujaa. Licha ya kwamba kuna upungufu, licha ya kwamba kuna ile hali ya uoga, naamini na najua ya kwamba Mungu wetu atakuwezesha na hata atakusaidia katika ile. Nataka kusema nini? Unaona ya kwamba malaika wa Bwana wakati Gideoni aliweza kuuliza mambo haya, tunaona ya kwamba Mungu aliweza kumwambia ya kwamba I will be with you. Kwa sababu katika hofu hii na katika hali hii tunaona ya kwamba Gideoni alikuwa na ile uoga na ile hofu, kushindwa ya kwamba itatokea namna gani na kutakuwa namna gani. Lakini tunaona nguvu za Bwana zikitembea pamoja na yeye. Na unaona ya kwamba katika mstari huo wa 14 anamwambia, Bwana akatazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukauokoe Israeli na mkono wa Midia. Tunakuta ya kwamba katika hali ile ya uoga, katika ile hali ya kutoelewa jinsi itakavyokuwa, kwa sababu yeye alikuwa na uoga mpaka akajificha, na hapa Mungu anamuita yeye ni hodari. Alikuwa na wasiwasi ndani ya moyo wake, alikuwa na hofu ndani ya moyo wake. Kama sisi tunapojaribu kufanya jambo ama kuadvance to something ahead of us, ama mipango yetu na matarajio ya mioyo yetu, tunapojaribu kuadvance, kunakuta ya kwamba kuna uoga, unashindwa itakuwa namna gani. Lakini mahali hapa tunaona ya kwamba Mungu akimtokea na akimwambia ya kwamba enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli kwa mkono wa Midiani. Kwa hivyo Mungu haangalii udhaifu wetu, Mungu haangalii jinsi ambavyo tulivyo, lakini anatutazama na hata anatujua vyema. Na ndiposa alimwambia, I will be with you. God told Gideon, and promised to give him the strength he needed to overcome the opposition. Naamini ya kwamba Mungu wetu anapoahidi kutupa nguvu, anapoahidi kuenenda nasi tuweze kupinga hila chafu za yule mwovu ibilisi, Mungu anapotuahidi ya kwamba ataenenda na atatupigania, anatuhimiza na anatuambia vizuri asubuhi hii ya leo ati ya kwamba tuweze kuenenda kwa uwezo ambao ametupa, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu. Hivyo ndivyo Bwana anatunenea asubuhi hii ya leo ati ya kwamba enenda kwa uwezo ulio nayo. Usiangalie jinsi ulivyo, usiangalie kile ambacho hauna, lakini mtazame Bwana na usikie neno lake ambalo anakuambia songa mbele, move on, na yeye atatenda maajabu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Lakini wakati Mungu alipoambia Gideoni namna hii, tunaona ya kwamba katika huo mstari wa 10 katika huo mstari wa 17 tunaona ya kwamba katika hali ile Gideoni analalamika, Gideoni anaanza kuweka masharti, unakuta ya kwamba anakuwa na excuses. But we see Gideon making excuses, making all the demands. Kwa sababu yeye hakuamini ya kwamba Mungu anamtazama, na amemtazama na akajua ya kwamba ana uwezo, ana nguvu ya kuweza kuokoa wana wa Israeli katika mkono wa Midia. Even sometimes we see limitations in our life. Badala ya kuona nguvu za Mungu,
tunaona ya kwamba upungufu wetu na hali yetu ambayo ni ya uchache katika pengine hali ya pesa, katika hali ya imani, tunajiona wadhaifu na tunaona ya kwamba hatuwezi. Lakini unakuta ya kwamba we dwell in the limitations ambazo tuko nazo. We dwell in our weaknesses. We fail to see God working in our situation. Tunakosa kuona nguvu za Mungu zikifanya kazi ndani yetu. Ni ombi langu asubuhi hii ya leo ati ya kwamba hatutazama jinsi ambavyo tulivyo wadhaifu, jinsi ambavyo mambo yametukuba na kuzungukwa na mambo, lakini tutatazama neno la Mungu ambalo linatuambia ya kwamba hakika enenda mbele, enenda pamoja kati jinsi ulivyo. Nitakuwa pamoja na wewe, nitakupigania, nitakupa nguvu. Naamini ya kwamba katika hali zote we will not spend time making excuses. Naamini ya kwamba wewe na mimi, wakati Mungu anapotuita, wakati Mungu anapotupa jambo la kufanya, hatutakuwa watu wa kufanya excuses. Wakati atakupa duty ya kufanya mahali, we are not going to make time giving excuses. Kwa sababu unaona ya kwamba Gideoni anaenenda pale mbele akisema ya kwamba mimi ndimi mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana, nitawaokoaje Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio masikini sana katika Manase, na mimi ndimi aliye mdogo katika nyumba. That is 15. Unaposoma mahali hapa unakuta ya kwamba Gideoni anaangalia udhaifu wake, anaangalia unyonge wake, anasema ya kwamba yeye ndiye mdogo katika nyumba ya baba yake. Anasema ya kwamba mimi nitaweza kuokoa Israeli namna gani? Tazama jamaa zangu. Kama jinsi wewe unavyotazama, unapotazama background ya familia yenu, unapotazama mahali umetoka, unaona ya kwamba wewe huwezi lile ambalo Bwana anakuahidi. Pengine amekuahidia mambo makubwa, amekuahidia mambo mazuri, lakini unapotazama your background, unakuta ya kwamba huwezi. Unakuta ya kwamba unaona kama kwamba Mungu haelewi na hata hajui kile anavyokifanya. Lakini naamini na najua ya kwamba Mungu wetu atatusaidia na tuweze kufanya yale Bwana anayotutazamia kuyafanya. Kwa sababu hakika Bwana anapotuita anakuwa na kusudi na lengo fulani la kufanya mambo yale, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Unaona kwamba katika 16 Bwana anamhakikishia kwamba hakika nitakuwa pamoja na wewe, nawe utawapiga wa Midia kama mtu mmoja. What an assurance. What an assurance. Kwa sababu wakati wana wa Midia walipofamia, walikuwa na nguvu sana. Neno la Bwana linasema ya kwamba walikuja na nguvu na wingi kama wanzige, na wakaweza kuwafagia, na hili likaweza kuweka hofu ndani ya Waisraeli. Kwa hivyo Gideoni alikuwa na hofu ndani yake, alikuwa na wasiwasi jinsi itakavyokuwa, lakini neno la Bwana lilikuwa hakika, mimi nitakuwa pamoja naye. Hata nasi tunapotembea, hata nasi tunapoendelea na maisha yetu, wacha tusikie na tuweze kufahamu neno la Bwana. Anapotuambia atakuwa pamoja nasi, tujue ya kwamba his promises are true and everlasting. Nikiamini na nikijua ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Make the story short, unakuta ya kwamba katika verse 25 unakuta ya kwamba Gideoni aliweza kuchukua great risk na instructions za Mungu, na akaweza kwenda akafanya yale Bwana alikuwa amemwambia. Kwa sababu katika lolote lile tunalolifanya kuna masharti na mambo yale Mungu atakayotuambia. Kwa sababu unaona katika verse 25 unaona ya kwamba diposa haya yatendeke. Kwa sababu narukaruka, sababu hii story ni mrefu. Unakuta ya kwamba Bwana aliweza kumwambia aende aweze kuvunja madhabahu ya Baali, aweze kupanguza madhabahu ya Ashera, diposa aweze kubarika mbele za Bwana. Kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wamejiingiza katika kuomba miungu mingine. Hawakuweza kuomba Mungu yule aliyekuwa wa kweli na wa haki. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtenge ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiguse madhabahu ya Baali aliyo nao baba yako, ukaikatakata ya Ashera ile aliyo karibu nayo. Sijui ni mambo gani tujiwekea. Sijui mambo gani ambayo inatuzuia Mungu afanye kazi ndani yetu.
Sijui ni miungu gani ambao hiyo iko katika maisha yetu. Mungu anapotutazama anaona kwamba hatuwezi enenda ama hawezi fanya kazi nasi, hatuwezi pata ushindi kwa sababu ya mambo yale ambayo tumejiwekea. Kuna mambo ambayo pengine ni ya babu zetu, maneno yaliyosemwa. Unakuta ya kwamba kwetu tunafanya hivi, kwetu hatufanyi hivi. Unakuta ya kwamba ni mambo ambayo halingani na neno lake Bwana. Unakuta ya kwamba Mungu anapotutazama anaona ya kwamba hawezi fanya kazi nazi kwa sababu tumejiinulia miungu mingine ndani ya maisha yetu ambayo tumeipa hadhi kushinda Mungu wetu. Unakuta ya kwamba Bwana anatuambia ya kwamba tuweze kubomoa madhabahu hayo ambayo yaliwekwa na mababu zetu, yaliyowekwa na wazazi wetu, ambayo yanatuzuia tuweze kuendelea kwa sababu yeye ni mwaminifu. Gideon akaweza kuchukua jambo hili na akaweza kuchukua a risk by following God's instruction. Kwa sababu mambo haya, kubomoa madhabahu, kubomoa itikadi za familia hazikuangi rahisi, kwa sababu unakuta kwamba kuna pingamizi mingi katika jamii kwa wale ambao walitutangulia. Lakini unaona Gideoni aliweza kuchukua hii risk, akaweza kubomoa madhabahu haya ya Gideoni, madhabahu haya ya Baal, madhabahu haya ya Ashera. Na unaona ya kwamba katika chapter 7 tunaona ya kwamba Mungu akimpa ushindi mkubwa, akiweza kumshindania. Na ukitaka kujua unaposoma that chapter 7, ni chapter mzuri kwa sababu unakuta ya kwamba ni program ambayo Bwana alimpa Gideoni ndipo aweze kushinda vita yake. Gideon alikuwa ameandaa jeshi ambalo lilikuwa la watu 32,000, 32,000. Alikuwa ameandaa jeshi hilo. Lakini Mungu akasema ya kwamba sitaweza kufanya kazi hii na watu hawa wote. Na unakuta ya kwamba watu hawa aliweza kuwapunguza mpaka 22,000. Unaposoma katika verse 7, that is chapter 7. Hebu soma hapo, niwekee hiyo chapter 7. Unakuta ya kwamba mahali pale kuna watu 300 ambao Mungu alikubali waweze kwenda nao katika vita. Bwana akamwambia Gideoni, kwa watu hawa 300 walioyaraba maji nitawaokoa, nami nitawatia Wamidiani katika mikono yako. Lakini watu hawa wote wengine na waende zao. Unakuta ya kwamba Mungu hafanyi kazi na wingi wa watu. Unakuta ya kwamba ikawa ya kwamba hawa watu walikuwa nakuja kwa wingi wa nzige. Mungu hakufanya ama hakutayarisha jeshi kubwa kusema ya kwamba nitachukua maelfu ya watu ndipo waweze kupigana na Wamidia. Aliweza kupunguza hawa watu mpaka watu 300 ndipo waweza kupigana na Wamidia, ukijua ya kwamba walikuwa na wingi kama wanzige ambao hawangestahimili. Waisraeli hawangestahimili katika wingi wao. Lakini kwa sababu Mungu aliweza kuingilia kati, aliweza kuchagua watu ambao ni 300 aweze kupigana nao. Na katika watu hao 300 Mungu aliweza kuwapa ushindi. What do I mean? Mungu aliweza kutumia, unapoenda verse 22, enda hiyo 7:22, uone jinsi Mungu anavyofanya kazi. Si kwa sababu ya farasi, si kwa sababu ya magari makubwa, si kwa sababu ya bunduki ama nini. Mungu anatushindania. Unaona ya kwamba akazipiga zile tarumbeta 300. Naye Bwana akaufanya upanga wa kila mtu uwe juu ya mwenziwe. Na juu ya jeshi lote, jeshi likakibia mpaka Bethshita kuelekea Serera hadi mpaka wa Abeli Mehera karibu na Tabieli. Naamini ya kwamba unapotazama ukuu na uweza wa Mungu, with only a torch, a jug and a trumpet. Mungu hakutumia bunduki, hakutumia watu wengi. Lakini in that strategy tunaona kwamba Mungu alitenda maajabu, akaweza kuokoa wana wa Israeli na akaweza kuwashindania na kuwapa ushindi mkubwa. Wakati wana wa Israeli walitumia zile tochi zao na kupiga zile jag na kupiga zile tarumpeta, tunaona ya kwamba Mungu aliweza kufanya wana wa Israeli wakainukania wao wenyewe, wakauana wao wenyewe.
kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa hivyo vita tulizo nazo si kwa sababu ya nguvu zetu, si kwa wingi ya kile tulicho nazo, si kwa uweza mkubwa tulio nao, lakini tutaweza kushinda kwa sababu Mungu ako pamoja nasi. Aliposa anasema ya kwamba God will do it again. Mungu atafanya tena. Lile swali Gideoni aliuliza, wapi Mungu huyu wa mababu zetu? Tunaona ya kwamba Mungu huyu ni yule aliyepasua bahari la Shamu kuwili. Hivyo ndivyo walivyokuwa wanasikia. Ati Mungu huyu aliweza kupasua bahari la Shamu. Huyu Mungu aliweza kuwapa wazazi wetu maana katika desert. Lakini unakuta ya kwamba hizi zilikuwa kama ni historia kwa wao. Walipotazama yale yaliyotendeka katika maisha yao, huyu Mungu aliyewaokoa katika mikono ya Farao akaweza kuwatoa mahali pale. Hapa ndio tunaona ya kwamba Gideoni aliweza kuuliza, huyu Mungu ako wapi? Matendo hayo ya ajabu tunayoyasikia yako wapi? Lakini nataka kukuambia ya kwamba wewe pengine unasikia kwamba watu wanabarikiwa, watu wanainuliwa, watu wanatengenezewa njia, watu wanatolewa katika ufukara wao. Unauliza namna gani? Inawezekanaje? What I want to tell you, God is faithful and he can do it again. Jinsi alivyotendea wana wa Israeli, hivyo ndivyo atakavyokutendea. Atakuinua kiwango kingine, atakupigania katika hali zote kwa sababu yeye ni mwaminifu. Kitu moja nataka uangalie mahali hapa. Kuna mambo ambayo hold back sisi, ndiposa Mungu aweze kutenda tena katika maisha yetu, kama vile alivyotenda kwa wale waliotutangulia, kama vile alivyotenda kwa wazazi na mababu zetu. Mungu huyu ni mwaminifu tunapoachilia mambo mengine katika maisha yetu. There are things that are holding us back. Jambo moja ni fear, uoga. Unakuta ya kwamba jambo moja pasipokuwa ni Mungu. Uoga ulikuwa umezama ndani ya wana wa Israeli. Uoga ulikuwa umezama ndani ya Gideoni mwenyewe. Ikawa ya kwamba hata hakuweza kuamini malaika wa Bwana. Hakuweza kuona ya kwamba huyu ni Mungu ananena pamoja na yeye. Akataka kusema hata kudhibitisha na kuweka vikwazo hapa na pale. Ati nataka kujua hakika ni wewe. Kwa sababu unaposoma hiyo Biblia, kuna mahali hata Gideoni alisema ya kwamba kama ni wewe, wacha hii gozi inapolala usiku mmoja iwe na maji, na asubuhi huku mahali kwingine kusiwe na maji. Lakini Mungu ni mwaminifu. Hivyo ndivyo alivyotenda. Aliweza kumjaribu Mungu katika njia nyingine ndio awe na hakika. Ni mara nyingi gani tumejaribu Mungu wetu, badala ya kusikia sauti yake na kutenda kwake, tunataka kumjaribu Mungu. Lakini kwa uhakika Gideoni, kwa sababu ya hofu yake ambayo ilikuwa ndani yake, hakika aliweza kumjaribu Mungu. Na mara tena akasema ya kwamba hapana, kweli umefanya hivyo, wacha tugeuze ile hali. Hii ngozi ya kondoo wacha ikauke asubuhi tunapokuja, na hii ngozi na hii nchi nyingine iwe imekauka. Hivi ndivyo Mungu alivyotenda. Hivi ndivyo Mungu alivyotenda. Kwa sababu anapoamua kukubariki, anapoamua kutengeneza njia mahali pasipo njia katika maisha yake, he do it because he is a God. Sema nini? Katika Timothy 2, 2 Timothy 1:7. Tunaambiwa kwamba hatujapewa roho ya uoga. Tumepewa roho ya ushujaa na nguvu katika maisha yetu. We have not given the spirit of fear. We are not given the spirit of fear. Na hivi ndivyo inavyotugandamisha katika maisha yetu. Kwa sababu katika jambo lolote unalolifanya, uoga ndio unakuzuia. Those things that are holding back, we should note them. Fear is one of them. Na mambo mengine ambayo ni addictions, ambazo ziko katika maisha yetu, ambazo zinatuzuia tuendelee na Mungu atutumie. These addiction, we have to do them away with them. Unakuta drugs, mambo mengine ambayo imetufuata, ambayo inatuhold, ambayo Mungu hawezi kututumia. Jambo lingine ni negative thing that the people said damaged our image and our self-esteem. Mambo haya yote ambayo yanakuhold back, kwa sababu unataka kusikia sauti za watu. Watu walisema nini kukuhusu? Watu ambao walisema huwezi endelea. That is what you are dwelling in. Unakuta ya kwamba they are damaging your image, they are damaging your self-esteem. Ati ya kwamba huwezi endelea, unarudi nyuma, unakuwa huna nguvu katika maisha yako. Kama vile wana wa Israeli walivyogandamizwa,
Hivyo ndivyo naomba ya kwamba ati Mungu asije akaturuhusu sisi ambao tunaishi maisha ya sasa uoga ukatugandamiza. Addiction za kitu yoyote, iwe ni drugs, iwe ni mambo gani ambayo iko katika maisha, ikaweza kutugandamiza na kutufunga tusije tukaona uzuri wa Bwana. Jambo lingine ambalo linatuzuia ni magonjwa ambayo tuko nayo katika maisha yetu. Unakuta ya kwamba mambo haya yanatuzuia, na unakuta ya kwamba hatuwezi endelea kwa sababu inapokuja katika maisha yetu hatuwezi kuwa na nguvu na kusema ya kwamba Yesu alisulubishwa, Yesu alipigwa mijeredi kwa sababu ya magonjwa yetu, na sisi we are not going to be bound with all these diseases. Mambo haya wacha tuyapeane katika msalaba, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Unakuta ya kwamba watoto wetu wanatoka, of course unakuta kwamba hawako katika njia, tunawalea na tunawasomesha, lakini unakuta watoto wetu wanaenenda katika njia zile ambazo hatuzipendi, hatuzipendelei. Mambo haya yanatufinya katika mioyo yetu, yanatugandamiza. Tunakaa katika hofu, tunakaa katika hali ya kutojua ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Wacha tuachilie watoto wetu katika mikono yake Bwana, naye atawaelekeza na hata watafundisha. Tuna furaha kwa nyinyi watoto wetu ambao umekuja katika nyumba ya Bwana, ambao mmeacha mambo ambayo yamekuwa yamefunga watu, wamepotelea katika ulimwengu, wanafanya mambo ambayo ni chukisho machoni mwake Bwana. Angalau Mungu angetusaidia tunapokuwa kanisani, wakati tuko kule nje, wacha tutende yaliyo mema machoni mwake Bwana, naye atatufungua na nguvu zake zitaweza kutenda kazi ndani yetu na tutaweza kuendelea. Unakuta ya kwamba jambo lingine, these are hidden finances, ambazo unakuta ya kwamba tunajaribu kufanya biashara, tunataka kufanya kazi hii na ile, lakini unakuta ya kwamba mambo haya ni magumu, ni mazito. Tunakuwa tumetekwa nyara katika ile hali ya kugandamizwa, hatuna nguvu, hatuna uwezo. Lakini mambo haya tunapoyapeana katika mkono wa Bwana, God can do it again. Nataka kukuambia Mungu anaweza fanya tena, akuinue, akutoe katika ufukara, aweze kukutoa katika ile hali ya uhitaji, akuinue kiwango kingine, nawe uwe ya kwamba utakuwa mtu ambaye amesimama vizuri na mtu ambaye anajiweza. Kuna mambo ya divorce, separation every day katika nyumba zetu. Unakuta ya kwamba katika maisha yetu kuna mambo ambayo yameingia katika nyumba zetu. Tunapooana na kuoana, unakuta ya kwamba maisha haya hayawezi kuendelea katika amani. Unakuta ya kwamba hata ndoa zilizomo kuna shida mahali pale, watu hawakai katika amani, ni watu ambao wameishi katika utengano mahali pale. Lile tunachoomba Mungu ni aweze kutufungua katika mateka haya ya divorce, katika maisha haya ambao ni ya utengano katika maisha yetu. Tuishi katika nyumba zetu katika heshima, katika umoja, na Mungu naye atadhihirika na hata ataonekana, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Kile nataka kuhakikishia ni kwamba there is no bondage that Jesus cannot deliver you from. Hakuna kifungo ambacho waweza kuwa umefungwa ambacho Mungu hawezi kukufungua. No problem, no sickness, no fire. Kwa sababu tunapokumbuka wana wa Israeli, Shadraka, Meshaki na Abednego waliwekwa katika tundu shewa la moto, lakini Mungu aliwatoa mahali pale. The 3 Hebrews, unakuta ya kwamba Mungu aliwatoa. Hata nasi tuweza kuwa tunapitia katika mioto katika maisha yetu, lakini kile nataka kukuhakikishia ni kwamba God can do it again. Alifanya kwake Shadraka, Meshaki na Abednego, anaweza fanya. No giant alifanya hili kwa David. Walipopigana na Goliathi, aliweza kupa David nguvu, akaweza kumuua Goliathi kwa uweza na hata kwa nguvu zake. Hii ndio matendo. Pengine tunapokaa na tunauliza, wapi huyu Mungu aliyetenda mambo haya kwa akina Shadraka, akina Abednego? Wapi Mungu huyu aliyefanya mambo haya kwa kina David? Aliwezesha wao kuua Goliathi kwa uweza wako. Nataka kukuhakikishia na kuambia kwamba God will come and he will do it again katika maisha yako, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Nikwambia kwamba no barrenness. Sara aliishi miaka mingi, lakini Mungu alimuonekania na akamtoa katika ile hali. Nataka kukuambia no Red Sea. Katika maisha yako waweza kutana na maziwa makuu, maziwa ambao unakuta ya kwamba huwezi
na unakuta kwamba umefika mwisho, like the Israelites ambao walifika katika Red Sea na wakuta kwamba hawezi endelea. Nataka kukuambia ya kwamba there is no thing that God cannot. Hakuna shinda, hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kulishinda. Aliweza kulifanya kwa wana wa Israeli, akaweza kupasua bahari la Shamu kuwili kwa sababu yeye ni mwaminifu. Katika Biblia tuna mambo mengi na tuna examples nyingi. Paulo na Sila walipofungwa mahali kule, Biblia inatuambia kwamba aliweza kufungua milango ile kwa nguvu zake. Kwa hivyo nasema ya kwamba there is no door he cannot open. Mungu anaweza kufungua milango ambayo imefunguka katika maisha yetu. Like what he did to Paul and Sila. Those things that he did to them, he can do it again. He can do it again in our life. Anaweza kuyatenda tena katika maisha yako. Milango hiyo imefunguka. Iwe ni biashara, iwe ni katika ndoa, iwe ni katika hali zote. Mungu anaweza rudia matendo haya ya ajabu katika maisha yetu, na Mungu aweze kutuwezesha kuendelea katika amani. Niseme nini? In all these circumstances, the most high God, huyo Mungu aliye juu mbinguni, anaweza ingilia kati, and he can do what no man can do. Hiyo mambo unaona magumu na mazito katika maisha yako, there is one assurance that most high God, si mwanadamu, si rafiki, si wazazi, si wale tumezaliwa pamoja naye, lakini the most high God, huyo Mungu amechukua, huyo Mungu mkuu anaweza ingilia kati na atende yale mwanadamu hawezi kuyatenda. It is my prayer that Jehovah Lord will help us to do according to his will, that he will intervene in our circumstances and he can do what more can do. Niseme nini? The forces, the spiritual forces, kama wewe umeamini na that is greater than what is inside you. The forces in you are greater than those against you. The forces against you cannot overcome the power of God. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu na ni mwenye nguvu. Wakati adui anapojiunga, wakati adui anapojipanga, let me tell you, the enemy does not have the final say. Huyo adui hana neno la mwisho la maisha yako. Anaweza panga lakini Mungu anaweza pangua. Anaweza weka mitego lakini Mungu anaweza itegua. Anaweza chimba mashimo lakini Mungu huyu ni mwaminifu, anaweza ifungua kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ninaposema hivyo nataka kusema hivi, Mungu hakuweza kutuumba ndiposa tuweze kukaa katika vifungo hizi. Alimtoa mwanao Yesu Kristo akafa msalabani, akafa na akafufuka ndiposa sisi tuwe na tumaini la uzima wa milele kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ndiposa tuwe huru katika bondage hizi kwa sababu yeye ni mwaminifu. Jesus has come, died and rose again that we may be free. Inataka kuamini na tujue ya kwamba huyu Mungu tunayemwamini, huyu mwana wa Mungu alijitoa akafa, akaenda kuzimu. Neno linalonifurahisha kwamba alienda kuzimu akachukua funguo. Alienda kuzimu akachukua funguo. Kwa hivyo ako na every key of our problem. Kwa hivyo wacha tumwamini Mungu huyu aliye na uwezo na nguvu katika maisha yetu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Yes, there are times that we may struggle. Tuweza kuwa kwamba tunapitia katika hali kwa sababu mateso, shida hazitakosa kuja katika maisha yetu. Lakini jambo moja ninajua ya kwamba those chain and those bondage are not permanent. Shida hizi, they are not permanent at all. They are not permanent. Ni kwa muda tu. Unapomuomba Mungu, pengine aweza delay, na waweza omba, waweza funga, lakini hakuna jambo lina happen. Lakini Mungu hachelewi. Kile tunataka kukuambia ni kwamba these chains are not permanent. God will do it again. What he did to the others, what he did in the past, he can do it unto you because he is faithful. Waweza kuwa ukipitia katika depression. Umefika kiwango ya kwamba hata umeingia katika ile depression. Huna nguvu, huna uwezo. Unajaribu we mwenyewe lakini huwezi. You are in depression. Nataka kukuambia, this is not the end of your story. This is not the end of your story. Kuna Mungu mbinguni ambaye anaingilia kati katika hali hii yako ambao ni ngumu sana, ambao umefika mwisho, naye anaweza kukutoa katika hali ile. Kwa hivyo naamini na ninajua kwamba this is not the end of your story.
Kuna mambo mazuri Mungu amekuandalia. Kuna mambo mazuri ambayo inakuja kwa sababu Jesus is the chain breaker. Those chains that hold us. Kama vile alivyo fungua Shadraka, kina Paulo na Sila walipofungwa kule. Naamini ya kwamba Mungu huyu wetu ni mwaminifu. He is the chain breaker. Ninapomaliza niseme nini? No matter how small, no matter how weak, no matter how doubtful you are, the story of Gideon teaches us, one, God does not see us the way we see ourselves. Hii story ya Gideon inatuambia na inatuhimiza ya kwamba Mungu hatuoni jinsi sisi wenyewe tunavyojiona. Waweza kuona ya kwamba huwezi, lakini Mungu anaona shujaa katika maisha ya haya. Anaweza kuona shujaa, anakuona mtu ambaye ananawiri na anaenda mbali. Mungu hawezi, kwa sababu wakati tunapo doubt Mungu, tunasahau ya kwamba yeye ndiye mwanzo na hata yeye ndiye mwisho. Tunasahau ya kwamba anatuwazia mawazo mema na amani. Mawazo mazuri, si ya ubaya, lakini mawazo ya amani. Hivyo nataka kukuambia ya kwamba no matter how small or weak, no matter how doubtful you are, or you might feel, nataka kukuambia ya kwamba God does not see us the way we see ourselves. Mungu huyu ni mwaminifu katika ile hali. He will patiently work with us and shape us. Katika ile hali ya sisi kutovumilia, kutokuwa na imani, kutokuwa na nguvu, Mungu wetu ni mwaminifu, anatuvumilia, anakaa pamoja nasi, anatutoa kiwango kimoja hadi kiwango kingine, kwa sababu yeye ni mwaminifu. He is there to work with us and shape us. Hakuna kitu mzuri kama kuundwa na kutengenezwa na Mungu. Anapotuunda tunaweza kuendelea vizuri. Jambo la tatu, wacha tujue no matter how small we are, our God is faithful. Our God is faithful. His promises are true and forever. Anapokuambia he can deliver you. I will deliver you, like what he told to Gideon. This is what he will do to you. He will going to deliver you. When he say I will go with you, wakati anaposema nitaenda na wewe, ujue ya kwamba Mungu ni mwaminifu na ahadi zake ni milele na ni amina. Yeye ataenenda pamoja nasi. Anaposema I will prosper you, he is faithful. He know how to do it. He know how to do it. Wacha tumwamini na tuweze kumtumainia. Therefore, mambo matatu niposa nimalize. Move from fear. 2, hold on your faith. Unapomwamini Mungu na unapoweka imani yako, do not doubt. Do not doubt. Hold on your faith. Unapotoka katika uoga wako, if you move from your fear, alafu you hold on your faith, our God is faithful. Na ataweza kutenda na kufanya kazi pamoja na wewe kwa sababu yeye ni mwaminifu. Jambo lingine, be obedient. Kwa sababu mara nyingi tunakosa na Mungu anakosa kufanya kazi kwetu katika njia ambazo hazimpendezi Bwana. Kwa hivyo wacha tuombe Mungu atusaidie kutii neno lake, kuenenda katika njia zilizo sawa, kwa sababu yeye ni mwaminifu na yeye ni mwenye nguvu. Be willing to go in the strength you have. Kama vile alivyoambia Gideon, go with the strength you have. Hata wewe unapopasuna, unapoendelea na maisha yako, iwe ni imani, iwe ni mipango ya maisha yako, go with the strength you have. Enenda na nguvu ulizo nazo, kiwango ulicho mtumainie Mungu,